Vladimir Vladimirovich Putin hapa ni wakati akikagua kituo cha mstari wa mbele cha kivita vinavyoendelea huko nchini Ukraine. Na hapa ndipo ambapo lilitambulishwa kombora jipya kwa jina la Brevestnik. Jina la Brevestnik. Kombora ambalo limekuwa ni jinamizi kwa watu wa magharibi. Hususan uwezo wake wa kuweza kupenya mifumo ya ulinzi ya kisasa ya watu wa magharibi. Kwa sababu kombora hiyo Brevestnik ni kombora ambalo lina tunaita cutting edge technology, teknolojia ya kisasa kabisa ili kombora. Kwa hiyo ndio maana iko hivyo. Lakini kabla sijaendelea sana kukuchosha kwa mambo mengi, ningetamani sana ndugu yangu mwana huko Mwafrika, tupe hii tu, we like tu video yetu. Hivyo tu. Asante sana kwa kulike, kwa sababu hiyo haikupunguzi chochote, ila unaendelea kutusupport zaidi. Na kama hauja subscribe kwenye channel hii, basi tunakuomba pia uweze kusubscribe kwenye channel hii ili tuendelee kupeana taarifa na maarifa na kuepuka kuishi maisha na kupata taarifa za michongo. Basi nataka nikusomee hapa ili uweze kuelewa ninachokiongea. Asema Rais Vladimir Putin wa Urusi amezindua kombora jipya linalotumia fuel na mafuta ya nyuklia linaloitwa Brevestnik wakati wa kukagua kituo cha mstari wa mbele cha vita vinavyoendelea kati ya Urusi na Ukraine. Kwa mujibu wa shirika la habari la Reuters, wakati wa ziara yake katika kituo cha mstari wa mbele wa vita nchini Ukraine, Rais wa Urusi amezindua kombora hilo la Brevestnik ambalo halina mfano wowote duniani na linaweza kutumika dhidi ya maeneo yenye ulinzi mkali popote pale duniani. Kombora hilo ambalo lilifanyiwa jaribio lake la mwisho mwaka wa 2023 linaendeshwa na mtambo wa nyuklia na lina uwezo wa kubeba kichwa cha silaha za atomiki. Ili kombora na uwezo wa kubeba kichwa cha silaha za atomic, kwa sababu hii ni nuclear capable, yani lina uwezo huo wa kubeba. Yani ndio maana unaona Putin anachokifanya pale, watu wa magharibi yani hawaelewi wafanye nini. Ukiachilia mbali hiyo haya makombora mengine ambayo wamekuwa wakitengeneza ambayo tulikuwa tukiongea, lakini bado Ukraine anawachukulia kama ni ndugu zake. Na ndio maana wakuta kuna kombora lile la Oreshnik, mnakumbuka vizuri sana. Ukiachilia mbali kombora la Oreshnik, lakini kuna makombora mengine pia. Lakini Ukraine pale amekuwa tukitumia makombora haya ya kawaida, Iskander pamoja na drones. Maana drones ndio ambazo zimekuwa zikitumika sana. Ngoja niendelee hapa kidogo. Anasema hivi, akizungumzia kuzingirwa zaidi ya wanajeshi 10,000 wa Ukraine katika maeneo ya Kharkiv na Donetsk, Rais Putin ametaka hatua zichukuliwe ili kupunguza idadi ya majeruhi kati ya wanajeshi wa Ukraine wanaokusudia kujisalimisha. Nafikiri jana niliongea hapa ni makala ile nilipokuwa nachambua kuhusiana na the way ambavyo NATO wamekorofisha na Zelensky ametumia makombora ya masafa marefu kuishambulia Urusi na kuhakikisha kuwa kiwanda cha chemical ndani ya Urusi basi amekilipua. Ndio tukawa tunaulizana, je, Putin atachukua hatua gani? Atareact au atafanyaje? Na katika hayo nikaongea kuwa Vladimir Putin amekuwa akiwatreat raia wa Ukraine au nchi ya Ukraine kama ndugu zake. Sasa angalia, wanajeshi 10,000 wamezungukwa wa Ukraine, Donetsk na Kharkiv. Lakini bado Putin anawajali. Anasema angalieni namna ya kwa sababu mmewazingira tayari, basi angalieni namna ya kufanya ili msifanye nini? Msije mkasababisha majeruhi wengi wakawa ni wengi. Amebainisha kuwa baadhi ya wanajeshi wa Ukraine waliojaribu kujisalimisha wanapigwa risasi mgongoni na vikosi vyao wenyewe. Yani ni Ukraine wenyewe, kwa sababu
Unajua kijeshi sasa wakati anajisalimisha mtu na hawa wengine wamekataa kujisalimisha, watamuua yule na watasema huyu ni msaliti. Kwa hiyo wakuta watu wamejisalimisha, lakini hawa wenzao wanawashambulia mgongoni. Rais Putin pia amesema kwamba jeshi la Ukraine linatumia raia kama ngao za binadamu, lakini hatua zote muhimu zitaendelea kuchukuliwa daima ili kuhakikisha raia wanaotumiwa kama ngao na wanajeshi wa Ukraine wanalindiwa usalama wao. Mara baada ya Rais Putin kuwasili kwenye eneo hilo la mstari wa mbele wa vita huko Ukraine, kamanda wa jeshi la Urusi Valeria Gerasimov ametangaza habari ya kuzingirwa zaidi ya wanajeshi 10,000 wa Ukraine katika maeneo mawili tofauti. Amesema kwamba wanajeshi 5,000 wa Ukraine wamezingirwa na wanajeshi wa Urusi huko Kopianski, mkoa wa Kharkiv, na wanajeshi 5,500 wengine wamezingirwa huko Krasnoarmeski, mkoa wa Donetsk. Yani tunachambua hizi habari za Urusi mpaka tutajua kuongea na Kirusi huko. Kwa hiyo ndivyo hivyo. Kwa hiyo hii ndio ambayo habari kubwa ambayo nimeona ndugu zanguni nije kushare na nyinyi kuhusiana, kwa sababu kikubwa ni hili kombora ambalo linaitwa kwa jina la Brevestnik, kombora hili ambalo lina uwezo wa nuclear, yani kubeba hata kichwa cha mabomu ya atomic. Kwa ndivyo. Lakini nimesema hapa hili kombora ni cutting edge technology. Lina teknolojia ya kisasa kwa sababu the way lilivyotengenezwa, limetengenezwa kwanza ambapo ni uwezo kali intercept. Ndio maana hili linawapa kuwasumbua akili watu wa magharibi, kwa sababu uwezo ka intercept ili kombora. Alafu kingine pia ni lina sifa zile za stealthia, na pia vile vile kingine ni wanasema ni complicated ile flight path, yani inakuwa ni ngumu sana mifumo ya ulinzi kuweza kulinasa au kuliona kwenye rada kwa namna ambavyo linaenda. Na kombora hili limejaribiwa, limeenda umbali wa kilomita 14,000. Ni kilomita nyingi sana ndugu zangu, na wanasema limekaa angani huko masaa 15. Na bado sio hivyo tu kwamba eti ndio limeishia kilomita 14,000, kwa sababu Urusi ametengeneza kombora ambalo lina uwezo wa kupiga popote pale anapotaka lipige duniani. Na tukisema duniani sio Afrika. No, tukisema duniani manake ni hayo mataifa ya Ulaya pamoja na Marekani. Yani ndio dunia ambayo Putin anaiongelea, kwa sababu Putin hawezi akapiga China, ni mshirika wake. Putin hawezi akapiga sijui Irani, sijui Korea Kaskazini. No, tunaongelea, yani anaposema lina uwezo wa kufika popote, wanayemlenga ni nani? Ni Marekani. Ndio maana yake. Kwa hili kombora wamesema pia lina uwezo wa kwenda kilomita 22,000. Ni kilomita nyingi sana, kwa sababu kitokea Urusi mpaka Marekani sio mbali sana, mkumbuke. Na kutokea Urusi kwenda hizo nchi za Ulaya ndio usiseme, kwa sababu hapo ni muda mfupi tu tayari. Lakini kombora hili sasa, namna linavyowanyima usingizi watu wa magharibi ni kwa sababu mifumo yao ya ulinzi ya kisasa haiwezi kuintercept ile kombora. Haiwezi kabisa. Kumbuka hii ni kombora Brevestnik. Achana na Oreshenik, kwa sababu Oreshenik mnakumbuka vile ambavyo huwezi ukaitraki au huwezi, alafu Mrusi kweli. Hii teknolojia ya kisasa hii itaendelea kuwamaliza watu. Kwa sababu hili kombora wanasema ile maneuverability wakati wa kuruka. Umeona, wakati wa kuruka ile, yani lina uwezo nisemeje, kwa sababu mifumo ya ulinzi kombora linapopigwa huwa kwanza huwa mfumo wa ulinzi una detect lile kombora wakati limepigwa. Alafu kisha detect, unaanza kutrack mwelekeo wa lile kombora. Alafu una analyze, una process data, kombora hili linaelekea wapi. Ndipo sasa mifumo ya ulinzi basi inafanya kazi yake kwenda kulizuia angani, basi na kulipigia huko angani, manake na kuliyeyushia huko. Ndivyo inavyofanyika. Lakini sasa hii mfumo wa ulinzi wakati unataka, yani wakati ndio unaanza kudetect kuwa kuna kitu kinaonekana kimerushwa, tayari limeshaleta madhara.
Ndio maana hawa sasa wamelijaribu, limeenda umbali wa kilomita 1014, na hizo kilomita 1014 maana yake limekaa masaa 15 angani. Licha ya masaa 15, wasema bado lina uwezo wa kwenda kilomita 22,000. Ni kilomita nyingi sana. Huyu ndio Urusi yani. Maana yake sasa hili kombora limekuwa ni jinamizi kwa watu wa magharibi, kuwatesa watu wa magharibi. Huyu ndiye Vladimir Putin. Anafanya haya baada ya kuwa Donald Trump ametangaza vikwazo zaidi dhidi ya Urusi. Kumbuka watu wa magharibi walichokuwa nakifanya. Nilichokuwa nakuambia kuhusiana na Ukraine au Zelensky ametumia makombora ya Storm Shadow kuishambulia Urusi. Hivi ni vita vya moja kwa moja na Uingereza, kwa sababu Muingereza ndio mwenye hayo makombora ya Storm Shadow. Na hili linakuja baada ya, unakumbuka Keir Starmer ambaye ni waziri mkuu wa Uingereza aliongea akasema kuwa tunahitaji kuweka pressure ya kisiasa, lakini na pressure pia vile vile ya kiuchumi. Umeona, na vita ikibidi. Baada ya kauli hiyo, siku chache tu Ukraine ameivamia Urusi. Sasa swali linakuwa, Zelensky aliwezaje kuipiga Urusi pasina ushiriki wa Uingereza? Ndilo swali ambalo linakuja hapo. Aliwezaje? Ni Uingereza walifanya hivyo. Sasa baada ya haya ndio kombora hili sasa Burevestnik limekuja kujaribiwa na kufanyiwa majaribio, kombora hatari lenye cutting edge technology. Kwa hiyo ndugu zanguni, ndivyo mambo yanavyoenda hivyo ya huko duniani. Asanteni sana, ninawashukuru.